Kikao unakubali hivyo? Unakubali? Karibu. Ifuatayo ni ripoti ya Parokia Nuru Hai kwenye kikao cha jimbo cha tarehe 12 hadi 13 2025 pa Betsaida. Shukrani. Njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana huzipima roho za watu. Ripoti hii inaeleza kazi mbalimbali zilizofanyika katika section Nuru Hai tangu tarehe 17 mwezi wa 8 hadi leo. Baraka na mafanikio. Mapato. Baki ya zinani mwezi wa 8 411,500. Mapato kuanzia mwezi wa 8 hadi leo 5,950,750. Matumizi 5,176,750. Baki ya zinani 7,74,074. Mpango kazi: kusimamia sakramenta mbalimbali, kuongoza semina mbalimbali na mafundisho kanisani, kutangaza injili kwa wasioamini, kuendeleza kazi ya kupiga ripo na kuweka sakafu chini katika jengo la kanisa, kujenga ua kwenye uwanja wa kanisa, kujenga madhabahu ya kanisa, kusimamia ipasavyo utoaji wa sadaka pamoja na sadaka za hiari na kupandisha asilimia za mapato jimboni, kuongeza sinagogi zingine karibu na waumini. Mambo yaliyofanyika: kulisha meza ya Bwana mara moja, kubariki watoto 10, kusimamia ubatizo wa Mkristo mmoja. Katika kuongoza semina mbalimbali, kuna wajibu wa mama mchungaji kwa kanisa na mumewe. Methali 31:10 hadi 31. 2. Semina ya ujasiriamali ilihusu wa mama. Semina ya kijana andaa kesho yako. Mhubiri 12:1 hadi 8 ilihusu vijana. Semina ya dalili za siku za mwisho. Methali 20, Mathayo 24:3, 5, 11, 12 na Timotheo wa pili 3:1 hadi 3 ilihusu vijana. Upendo wa Mungu kwa wanadamu. Yohana 3:16 hadi 17. Katika kutangaza injili kwa wasioamini, yaliyofanyika: watu 2 waliokoka, mwanaume mmoja na mwanamke mmoja. Katika kuendeleza kazi za kupiga ripo, mpaka sasa tunaendelea na kukusanya mchanga. Kwa kujenga madhabahu, tumefanikiwa kumaliza ujenzi wa madhabahu ya kanisa ambao umegharimu shilingi 4,033,750. Katika kusimamia utoaji wa sadaka, kupandisha asilimia kwenda jimboni: sadaka 23,500, hiari 1,160,500, shukrani 32,750, sehemu ya 10 39,500, akina mama 4,400, SS 4,400, IBEN 43,000, jumla
308,100 yaliyofanyika nje ya mpango kazi: kupokea wageni mbalimbali pamoja na watumishi toka jimbo moja, ibada la vijana, walimu wa somo mbalimbali toka jimbo, kundi la Hemos Guards kusaidia wasiojiweza, watu wa injili toka jimbo kukagua chumba cha maombi, kundi la mwanga wa yatima kusaidia mayatima, usisimuaji wa kampeni ya injili nchini Kongo 141,200, kulisha kikao hiki 74,500 ambayo ya kufanyika na sababu zake: kujenga ua kwenye uwanja wa kanisa, sababu kutokufanyika kwa sasa hadi sasa kwa sababu ya usumbufu wa watu wa Savea. Kuongeza sinagogi zingine karibu na waumini, kutokufanyika. Hatujafanikiwa mpaka sasa kwa sababu ya ombi la viwanja bado kupata kibali kwenye ofisi ya makazi. Changamoto au magumu, changamoto au tatizo: watu kutokutoa ipasavyo sadaka za hiari na sehemu ya 10. Suluhisho: tunaendelea kuhimiza na kufundisha. 2. Kukosa kibali cha kupata maeneo ya kufungua masinagogi mengine. Suluhisho: kuendelea kufuatilia kibali ofisi ya section na jimbo. Kukosa kujenga fensi ya kanisa kwa kukosa suluhu la mipaka ya kujenga la mipaka ya kiwanja. Suluhisho: tunaendelea kufuatilia kwenye ofisi husika. Matarajio: shule, kujenga fensi kwenye uwanja wa kanisa, wahusika diakoni na fedha section, walengwa waumini wote. Kuongeza masinagogi karibu na waumini, wahusika uongozi wa section na injili section, washiriki walio mbali, wahusika walengwa. Kuendeleza semina za mafundisho mbalimbali ya neno la Mungu kanisani mwetu, wahusika maki section na uongozi, walengwa kanisa nzima. Kuendelea na usafishaji wa jengo kwa kupiga ripo na kuweka sakafu chini, wahusika diakoni na fedha section, walengwa waumini wote. Kufanya semina ya kuandika ripoti na kujaza takwimu, wahusika maki na uongozi wa section, walengwa kanisa nzima. Takwimu: wajaribiwa hakuna, mashemasi mwanaume mmoja, hakuna mwanamke, wachungaji kamili wanaume 3, hakuna mwanamke, waliobatizwa watu wazima wanaume 43, wanawake 110, jumla 153. Vijana 22 wanaume, 33 wanawake, jumla 55. Wasiobatizwa watu wazima wanaume 33, wanawake 61, jumla 94. Vijana wanaume 53, wanawake 83, jumla 132. Watoto 189 wanaume, 217 wanawake, jumla 406. Waumini wote jumla wanaume 344, wanawake 504, wote wakijumlishwa ni 848. Imefanyika pa Nyarugusu tarehe 12 mwezi wa 12 2025 kwa ajili ya section Ruai. Reverend Abilele Benjamin wa Pimbu, mkuu wa section.
Swali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na swali moja na labda itakuja mnasahihisha. Nimesikia umesema msomaji nimesikia umesoma ya kwamba wachungaji wote wanaume, hatujui wote ni mareverend, aidha kuna mareverend na madiakoni. Takwimu, takwimu tunaweza kusaidia kwa kukomboa muda. Tulisema madiakonia, mashemasi, diakre ni mwanaume mmoja, na wachungaji kamili ni wanaume watatu, mareverend. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Asante, tunashukuru kupata nafasi. Hatukuchukua nafasi hii kwa ajili ya swali, isipokuwa ni masaisho, na haya masaisho hatuyatoi kwa section Nuru Hai tu. Tulifuata ripoti zote tangu mwanzo hadi mwisho. Kama mtachunguza kwenye ripoti, mtaona kwamba ripoti zenu ziko zinatuambia waliobatizwa, na wakati mnaposema waliobatizwa, mko mnatuambia kuanza tarehe 17 mwezi wa 8 hadi tarehe 12 mwezi wa 12. Wakati mnaposema waliobatizwa 180 na waliobatizwa 200 hivi na hivi, mko mnasema ni muula. Ndani ya huu muula tarehe 17 mwezi wa 8 hadi tarehe 12 mwezi wa 12. Kwa hiyo badala ya kusema waliobatizwa, tutumie wenye kubatizwa, kwa maana ni watu waliokuwepo tangu zamani. Asante. Uliopokea